Bora mambo vipi msikilizaji na mdau mkubwa sana wa Angoje Simulizi. Mimi nikukaribishe katika hii simulizi tamu ya kuitwa Rise Up. Bora hii ni sehemu ya 25. Sasa kabla sijaweza kuendelea, acha nikukumbushe pale tulipoishia katika sehemu iliyopita ili upate kujua ni wapi tulipoweza kuishia. Katika sehemu iliyopita, bana tulishia pale ambapo mambo yalikuwa yanazidi kunoga kweli kweli. Tulikuwa tunajiuliza ya kwamba nini hasa kilichotokea, na hapa ni baada ya kijana huyu wa kuitwa Rashidi kumwokoa mwanae, lakini punde si punde lilitokea jambo la ajabu sana ambalo lilimshangaza kila mtu. Sio mimi tu, sio wewe msikilizaji, lakini pia hata Rashidi mwenyewe lilimshangaza sana. Lakini pia tukawa tunajiuliza vipi kuhusiana na mpenzi wake na Rashidi ambaye ni Jacqueline, yule bidada aliyekuwa anafuatilia nyuma. Mwisho siku tukawa hatumuoni tena. Jacqueline amepotelea wapi? Basi karibu sana kwenye hii sehemu 25 tukapate majibu kujua nini hasa kilichoweza kuendelea. Bana, karibu. Naam. Mwanangu Shamsa aliweza kuachiliwa kutoka mikononi mwa hawa maadui. Mwanangu Shamsa alinikimbilia mpaka sehemu nilipokuwa nimesimama. Binti yangu huyu alinikumbatia kwa furaha sana, lakini ghafla kijana aliyekuwa ameshika nyaraka za mali ambazo mimi nilikuwa nimetia saini, pale kichwa chake kikatenganishwa na kiwiliwili, jambo ambalo liliwafanya watu wote pale wapagawe, na hata mimi mwenyewe pia nilipagawa. Ikanibidi sasa nimbebe Shamsa, nikaanza kukimbia kwa kasi mpaka zilipokuwa zimeanguka hizi nyaraka. Nikaziokota pale huku nikiwa naendelea kushuhudia namna watu walivyokuwa wanapigwa risasi, na walikuwa wanapigwa risasi kwa kuchanganyikiwa, kwa sababu eneo hili lilikuwa limezungukwa na miti mirefu na walikuwa hawajui ni wapi risasi hizi zinapotokea. Sasa huyu mzee ambaye alikuwa anataka hizi mali akasema, hebu mfateni yule, mfateni haraka. Kwa hiyo bwana Rabbit alizungumza kwa kufoka kweli kweli, akiwa yani alikuwa na jazba. Mimi nikamwambia mwanangu Shamsa, hebu jifiche kwanza hapa. Hapo nilizungumza huku nikimshusha Shamsa chini, alafu mimi nikaenda kujificha kwenye magogo. Bwana, niliruka sarakasi kadhaa. Nilimpiga teke la kifua jamaa mmoja hivi aliyekuwa anakuja huku ambapo mimi nilikuwa nimejificha. Jamaa akaenda chini. Kitendo cha kutua yeye chini, nikaokota bunduki yake, nikajibiringita mpaka kwenye haya magogo nilipokuwa nimemwacha mwanangu Shamsa. Wingi wa haya magogo kwenye hili eneo ukatufanya sasa majibizano risasi yawe ni kuviziana, kwa sababu wote tulikuwa tumejificha. Mimi nimejificha, maadui nao pia walikuwa wamejificha. Nikamtazama Shamsa usoni mwake, namna alivyokuwa ananitazama kwa ujasiri pasipo hata kuwa na uoga wa aina yoyote. Nikamwambia, mwanangu vipi? Uko salama? Akasema ndio baba. Nikajaribu kutazama kwenye hii misitu ili kuona ni wapi mke wangu Jacqueline alipojificha, maana nilikuwa naamini kabisa yeye ndiye alikuwa anafanya haya mashambulizi, ila nikashindwa kabisa kumuona ni wapi alipo. Hapo nikamwona yule mzee Rabbit pamoja na vijana wake wawili wakawa wanakimbilia ndani ya nyumba hiyo ya mbao. Kijana wake mmoja akapigwa risasi ya mguuni. Pale mguu wake ulikatika. Yule jamaa akaenda chini. Sasa huyu mzee Rabbit akajirusha ndani ya hiyo nyumba pamoja na kijana wake. Mimi nikammalizia risasi ya huyu, kwa sababu ulikuwa umebaki mguu mmoja ndo mzima. Yule kijana mimi nikammalizia ule mguu wake mwingine. Hapo watu wengine sasa wa huyu mzee Rabbit wakiwa wameshakufa, kwa sababu nilikuwa naamini kabisa mke wangu Jacqueline alikuwa anawadungua kutokea mbali. Nikamwambia Shamsa, panda mgongoni. Nilizungumza huku nikiwa nimechuchumaa kidogo na Shamsa. Shamsa akanidandia mgongoni. Nilianza kukimbia katika hii nyumba ambayo huyu mzee Rabbit alikuwa ameingia, na mimi ndo nikawa nakimbia ili niende mule nikaingie. Nikasema lazima na huyu mzee afe kwa sababu atatusumbua sana. Nilizungumza huku nikijibanza katika eneo la kuingilia hapa mlangoni. Nikamwambia mwanangu Shamsa, hebu nisubiri hapa. Nikamshusha Shamsa chini na kisha mimi nikaingia kwa kasi ndani ya hii nyumba. Nikaona pale mfuniko wa kuingilia chini ya ardhi uko wazi. Nikaona kabisa kulikuwa kuna ngazi za kushuka kwenda chini ya ardhi.
Nikataka kushuka, ila nikakumbuka mwanangu yuko yeye mwenyewe, na pia hata hati za umiliki pia ninazo mimi. Basi nikatoka nje, nikamshika mkono mwanangu Shamsa, tukaingia katika gari ambayo nilikuwa nimekuja nalo hili eneo na yule kijana wa Rabbit. Nikaigeuza kwa kasi hii gari na kisha tukaondoka hili eneo. Nikaanza kuifuatisha barabara ambayo tulikuwa tumekuja nayo huku maporini, na nikaliona gari. Mwisho wa siku nikaamua nipunguze mwendo. Mwanangu Shamsa akaniuliza, baba, mbona unasimamisha gari? Nikamwambia, unaiona hiyo? Hiyo ni gari yetu. Hapo nikamwona mwanamke wangu Jacqueline akijitokeza katika huu msitu, lakini mikono yake alikuwa ameweka hivi juu. Na nyuma yake alikuwa yupo jamaa mmoja hivi mwenye mwili mkubwa kweli kweli. Alikuwa amemwekea mwanamke wangu bunduki ya kichwa, jambo ambalo lilisababisha sasa mimi na Shamsa tushtuke vibaya mno. Kwa kifupi, mwanamke wangu Jacqueline alikuwa amewekwa chini ya uangalizi. Shamsa aliita, mama. Aliita, lakini Shamsa mwanangu alikuwa amepagawa. Nikamsikiliza Shamsa, usishuke kwenye gari, tulia. Hapo nilizungumza huku nikimzuia Shamsa asishuke kwenye gari. Mimi nikashuka ndani ya hili gari huku mikono yangu iko juu. Mkono wangu wa kushoto nikiwa nimeshika zile hati za umiliki wa mali za Don. Nikamwambia yule jamaa kwamba najua nini ambacho nakihitaji. Naomba umwachie mwanamke wangu aende, kisha wewe chukua hizi hapa hati. Hapo nilizungumza huku nikimtazama Jacqueline pamoja na huyu mtu. Yule jamaa akasema hivi, huyu mwanamke ameua ndugu zetu, hivyo usihitaji hizo nyaraka zako. Huyu jamaa kabla hajamaliza sentensi yake, Jacqueline alimpiga kisukusuku cha sehemu za siri. Jamaa pale pale akaanza kugugumia maumivu makali mno. Mimi nikakimbia kwa kasi ya ajabu mno. Kitendo cha kumfikia tu karibu jamaa, nikarusha teke lililokuwa limeipiga ile bunduki yake. Bunduki ikaanguka kwa pembeni. Nikamwambia mwanamke wangu Jacqueline, kimbia nenda kwenye gari. Nilimwambia Jacqueline huku nikiwa namtazama usoni mwake. Lakini Jacqueline alikataa, akaniambia tunapambana pamoja. Jacqueline alizungumza huku akiwa anakunja sasa ngumi kupambana na lile jamaa. Hili jamaa lilikuwa ni refu, miraba 4, yani alikuwa na mwili umejazia. Jamaa kwanza likakunja sura. Hapo likawa linatutazama kwa macho ya hasira sana, mimi pamoja na mke wangu Jacqueline. Mimi nikaitazama bunduki yake ilipokuwa imeangukia, na kwa bahati mbaya ilikuwa imeangukia eneo ambalo ni mbali kutoka sehemu ambapo sisi tupo. Sasa nikampa ishara ya macho Jacqueline aende awai akayokote ile bunduki. Huku na mimi sasa nikawa najitahidi kulizuia ili jitu lisisogee kwenye familia yangu sehemu ambapo ilipo. Jacqueline akafanikiwa kuyokote ile bunduki. Jitu hili bwana likarusha ngumi ambayo ilikuwa imenipiga kifuani. Uweze amini msikilizaji, nikaanguka mpaka chini. Yaani ngumi yake moja tu nikajikuta nimeenda chini. Kitendo cha mimi kuanguka chini, mke wangu Jacqueline akafyatua risasi kadhaa katika mwili wa huyo mtu. Jamaa likaenda chini mzima. Hapo sasa mimi ndo nikanyanyuka na Jacqueline kwa haraka akanikumbatia kwa furaha huku akiwa analia kwa furaha. Shamsa akatoka ndani ya gari, tukakumbatiana pale kwa pamoja kama familia. Nikasema ingieni ndani ya gari. Nilizungumza huku nikiwa nimewaachia. Jacqueline ambaye ni mke wangu akanikabidhi bunduki. Nikamsogelea huyu mtu, nilimpiga risasi 2 za kichwa, nikahakikisha kwamba amefariki na nipo nami nikaingia ndani ya gari upande wa dereva, nikaliwasha gari tukaondoka msituni hapa. Shamsa akasema nawashukuru wazazi wangu kwa kuniokoa. Shamsa alizungumza huku akiwa amekaa siti ya nyuma. Nikamwambia usijali, ni jukumu letu kuhakikisha kwamba unakuwa uko salama wakati wote. Nawapenda sana wazazi wangu. Na sisi tunakupenda pia mtoto wetu. Jacqueline alimjibu hivyo mwanangu Shamsa. Kweli tukafika mpaka mpakani mwa Kenya na Tanzania. Na kwa bahati nzuri askari alikuwa amesimama pale getini, akaturuhusu bila hata kipingamizi chochote. Kwa tukafanikiwa kupita kwenye huu mpaka, tukaingia sasa Tanzania. Safari ya kuelekea jijini Dar es Salaam ikaanza. Baba, naam, nina njaa. Shamsa alizungumza kwa sauti ya upole. Jacqueline naye akasema hata mimi pia na njaa. Nikasema basi ngoja tuulize hapa
kwa hao bodaboda kama kuna sehemu nzuri kwa ajili ya kuweza kupata chakula. Kweli nikasimamisha gari pembezoni mwa barabara. Nikawasalimia wale dereva pikipiki wale, nikamwambia jamani, mambo vipi viongozi? Niliwasalimia hao waendesha bodaboda, wakasema salama kiongozi, mambo vipi? Nikasema bwana fresh. Hivi hapa ni wapi? Panaitwaje ile eneo? Bwana hapa panaitwa Chumvini hapa. Nikasema okay, hivi naweza nikapata sehemu wanayouza chakula? Ya kiongozi, unaona ile kona pale vile mbele? Nikamwambia ndio. Sasa kunja pale kulia, pandisha hicho kimlima, tembea hadi pale kwenye mataa, utaona eneo lina vitu vingi. Pale wanauza chakula mkuu. Nikasema nashukuru sana ndugu zangu. Pamoja sana kiongozi. Hapo mimi nikapandisha kioo cha gari na taratibu nikaanza kufuata maelekezo nilikuwa nimepewa na huyu mwendesha pikipiki. Tukafika katika eneo ambalo kweli lilikuwa linaonyesha ni sehemu ambayo watu wanapata chakula, kwa maana ya kwamba nilikuwa nimekuta watu wakiendelea kula pale. Nikamwambia mke wangu, unajua hapa sina hata 100 mbovu. Nilimwambia mke wangu huku nikiwa nimesimamisha gari kwenye eneo la maegesho. Akasema hata mimi mbona sina hata pesa? Baba, simpigie simu Anko Shabani. Nikasema eti ndio. Kweli nikatoa simu yangu mfukoni na kwa bahati mbaya nilikuta simu ikiwa imezima chaji. Nikasema simu chaji imezima. Alafu sijabeba hata chaji. Na mimi nimesahau unajua kutoa USB waya kwenye gari ile nyingine. Okay, basi hebu sikilizeni. Nisubirini hapa. Hapo mimi nikashuka ndani ya gari, nikajiweka vizuri nguo zangu na kisha nikatembea mpaka kwenye duka lenye huduma za Tigo Pesa. Nikamwambia dada, habari yako? Salama, karibu. Nikamwambia una chaji ya hii simu? Samsung. Nikamwambia ndio. Hapana, sina, hizo chaji zake sio kama hizi za smartphone nyingine. Unaweza kuniazima simu? Nikampigia mtu akanisaidia pesa, kwa maana kwamba pesa ipo kwenye hii simu na haina chaji. Okay, sawa. Dada huyu alinitazama huku akinidadisi, lakini akanikabidhi simu yake ndogo. Nikaanza pale kuingiza namba na kwa bahati mbaya nilikuwa nimeisahau namba ya Shabani. Nikasema ile tatizo. Hapo nilizungumza huko nikijitahidi sana kukumbuka namba za Shabani. Namba ambayo kwa kweli nilikuwa sijaishika kabisa kichwani mwangu. Nikajifikiria kwa haraka. Nakumbuka namba pekee ambayo mimi inanijia kichwani ni namba ya Tina. Nikabidi nimpigie simu na kwa bahati nzuri ilianza pale kuita. Nikamwambia hello. Ni mimi naongea. Rashidi? Nikamwambia ndio. Naomba unisaidie kitu kimoja. Vipi lakini mume wangu umepata mtoto? Nikamwambia nimempata. Yuko mzima kabisa afya. Na simu yangu imezima chaji, kwa nahitaji pesa tu kwa hapa nilipo. Kwa nikutumia shilingi ngapi? Nikamwambia nitumie 500,000. Nipo kwa wakala hapa, nikutajia namba yake uweze kutoa iko kiasi. Okay, sawa mume wangu. Kwa kweli nikamtajia Tina namba ya wakala, akatoa kiasi hicho cha pesa kwa wakala. Unajua yule baka mhudumu wa duka kaguna. Nikamwambia vipi, kuna tatizo? Hii namba ndio ulopiga? Nikamwambia ndio. Sasa hapo akanikabidhi simu. Kumbe ni Tina alikuwa anapiga. Akaniambia umeiona mume wangu? Nikamwambia ndio. Asante sana. Upo wapi kwani? Kwa maana hiyo namba ya wakala ni namba ya duka langu. Nikamwambia duka lako? Ndio mume wangu. Mimi mbona nimefungua duka pamoja na hiyo sehemu ya chakula. Samani kwa kutokukuambia, ila niliona nifanye kwanza hiyo biashara, ikikua kiasi basi ndo nikuambie kama surprise. Nikamwambia kwa unataka kuniambia hili eneo zima hapa ni eneo lako? Mume wangu, ni la kwangu. Nikamwambia umejitahidi sana mama watoto. Asante sana baby, na kama uko hapo basi nisubirie nikuone tu japo kwa dakika moja. Nikamwambia kusema ukweli nahitaji kuweza kuingia Dar es Salaam usiku huu. Na pia nipo na mke wangu Jacqueline. Hivyo naamini haitakuwa picha nzuri wao ukija. Okay, basi nimekuelewa mume wangu. Sitaki mafarakano na huyo mzungu wako. Hebu mpe basi simu huyo binti niongee naye. Kwa ile nikamkabidhi simu huyo mhudumu. Mhudumu akaongea pale na bosi wake kwamba ndio bosi. Ndo huyo. Basi nashukuru kumfahamu. Ndio yuko hapa bosi. Okay, sawa, ngoja nimuite. Dada huyo akatoka ndo dukani hapa. Akaanza kuita Sefu, we Sefu. Sasa akaja kijana mmoja hivi aliyekuwa amevalia mavazi ya upishi. Alipokuja yule kijana, yule binti akasema ongea na bosi. Sasa Sefu akaanza kuongea na ile simu kwamba halo bosi. Sawa bosi. Okay, nimekuelewa.
Hapo mimi nikachukua ile simu nikaiweka sikioni. Nikamwambia Tina ndo kaanza kuniambia nimemwambia huyo Seif awahudumie. Kuleni chakula chochote mnachokihitaji. Nikamwambia nashukuru sana Tina. Nakupenda sana Rashidi wangu. Nikamwambia nakupenda pia mwanamke wangu. Hapo nikakata hii simu, nikamrudishia dada huyo. Mhudumu huyu alinikabidhi kiasi cha pesa kilichokuwa kimetolewa na Tina. Huyu bidada akasema, shemeji, hongera bwana kwa kumfanya dadangu kuwa na furaha. Nikamwambia usijali, lakini pia nashukuru kwa huduma yako. Hakuna shaka shemeji, karibu. Nikasema chifu anisubiri hapa, niwauliza hawa wanakula chakula gani na kisha nitakurudia. Si upo jikoni pale? Ya bro. Nikamwambia okay poa. Kwa mimi nikaondoka nikaingia ndani ya gari. Nikamwambia mtakula nini jamani? Kwani wana kitu gani na kitu gani mume wangu? Sijajua, ila mtu wa jikoni nimemwambia asubirie tumpatie oda. Baba, kwa nini tusishuke alafu tukaenda kula? Hili eneo lina watu wengi sana. Na hatujui nani mzuri na nani mbaya. Na isitoshe bado tuna safari ndefu sana. Na imani toka tulipoondoka walikuwa wanatutafuta katika simu. Watakuwa na wasiwasi. Bibi yako tumemwacha katika hali ambayo sio nzuri kidogo. Basi mume wangu, mwite huyo kijana tuambie unapika nini na nini ili tuweze kununua. Nikamwambia okay sawa mke wangu. Kwa hapo nikarudi jikoni, nikamwita yule kijana Seif, nikarudi naye mpaka kwenye gari, akatueleza chakula kilichopo na tukamwagiza tulichokuwa tunakihitaji na kisha yule kijana kaondoka. Kijana wa juisi akatuletea pale juisi tulizokuwa tumeagiza. Kwa nikamuuliza, hii ndo shikende sina maana yake? Nilimuuliza huyu kijana huku nikiwa naionja hii juisi, akasema ndio boss. Nikamwambia okay sawa. Mume wangu hebu nionje. Jacqueline akaonja hii juisi akasema wow, ni nzuri. Hebu chukua hii basi mume wangu, mimi ni gay. Hapo tukabadilishana juisi na Jacqueline, yani mimi nikachukua ya Jacqueline, Jacqueline akachukua ya kwangu. Ya Jacqueline ilikuwa ni juisi ya ukwaju. Juisi zao ni nzuri sana. Nikamwambia vipi, umezipenda mke wangu? Nimezipenda mume wangu, nzuri. Kwa hapo tukaendelea kunywa hizi juisi. Tukaletewa pale chakula tunachokihitaji, tukaagana pale na huyu kijana na kisiku tukaendelea na safari yetu. Kazi ya Jacqueline ilikuwa ni kunilisha mimi chakula hiki huku na mimi nikiwa naendelea kuendesha ile gari. Mwanangu Shamsa akaniuliza, baba hii gari ni mpya? Nikamwambia ndio mwanangu. Ni nzuri baba, naiomba. Nikamwambia hujafika umri wa kuendesha gari. Ukishafika umri wa kuendesha gari utaendesha mpaka ujachoke. Mbona Ufaransa kule inaendesha baba? Nikamwambia wewe. Ndio mume wangu anaendesha na ni dereva mzuri tu. Alafu baba unajifanya kama vile ujui ikiwa ile siku mimi nilikuendesha. Nikamwambia okay sawa mwanangu, kuanzia sasa hivi hii gari ni ya kwako. Wow baba asante. Alafu nilitaka kusahau kitu mke wangu. Ulikuwa tufuatilia vipi? Kwa maana kwamba nilikuwa najaribu sana kukutazama kwenye side mirror ila sikukuona. Unajua nilifanya kitu kimoja. Nilipiga picha ile gari na kisha nikaanza kuitrack kupitia simu yangu. Hivyo nilivyoona ile gari imesimama, nikatafuta eneo moja, nikapanda juu ya mti. Kwa bahati nzuri kwamba mti ule ulikuwa ni mrefu na ulikuwa yani upo eneo ambalo naweza kuiweka vizuri ile bunduki. Hivyo nilianza kuwadungua mmoja baada ya mwingine. Mke wangu unajua uko vizuri sana. Nashukuru mume wangu. Alafu mama, nilimwambia baba nifundishe kutumia silaha ila amekataa. Jamani Shamsa, wewe uliniambia nikufundishe kuua na sio kutumia silaha. Wewe Shamsa, unataka kumuua nani? Mama, yeyote yule anayetaka kunidhuru. Umeona nimetekwa, ile ningekuwa na uwezo wa kupigana ningewapiga. Ila hilo jambo ni la kweli mume wangu ujue. Inabidi tumfundishe mtoto namna ya kuweza kujilinda yeye mwenyewe. Okay, sawa mwanangu, nitakufundisha wala hata usijali. Hapo tukaendelea na safari hii. Tukaingia katika moja ya shele, nikajaza pale gari mafuta na kisha tukaondoka. Majira ya saa 7 za usiku tulifika nyumbani, tulikuta ulinzi wa askari ulikuwa umeendelea pale kuimarishwa. Baadhi ya wanafamilia walianza kutoka nje mara baada ya kuona ujio wetu. Nikamwambia Shamsa, mwanangu subiri, usishuke kwanza.
Nilimwambia Shamsa huku nikimkonyeza. Basi sisi tukashuka ndani ya hili gari. Shabani akaniambia, wewe kaka vipi? Mbona mlikuwa mpatikani? Na namba ya shemeji pia tunapiga ile ilikuwa hampokei. Shabani aliuliza huku akiwa na wasiwasi. Nikamwambia acha tu mwanangu. Simu yangu kwanza ilizima chaji. Vipi lakini bro? Mtoto mmempata? Shabani alipouliza hilo swali, mimi nikatazamana na mke wangu Jacqueline huku tukiwa katika nyuso za huzuni. Mama akauliza, jamani mjukuu wangu yuko wapi? Mama aliuliza huku akiwa na shauku kubwa mno. Mimi nikageuka nyuma, nikafanya ishara pale Shamsa ashuke kwenye gari, na kweli alishuka ndani ya gari kwa haraka mno. Wakakimbiliana pale na mama wakakumbatiana kwa furaha mno, na watu wakapiga pale makofi kwa furaha kwa sababu walikuwa wamekaa katika wakati wa mawazo mengi mno. Shabani akaniambia, bro, hongera sana ndugu yangu. Nikamwambia nashukuru ndugu yangu. Kweli tukaingia ndani na sote tukakaa hapa sebuleni. Jamani imekuaje jamani? Shemeji aliuliza huku uso mzima ukiwa umetawaliwa na furaha. Yaani acha tu. Hapo tukaanza kuwahadithia kila kilichokuwa kimetokea baada ya kujisalimisha mikononi mwa watekaji, na tukaeleza namna jinsi tulivyokuwa tumepambana na watekaji mpaka tukafanikiwa kumwokoa Shamsa. Kwani huyo Doni una mahusiano naye gani mpaka akakurithisha hizo mali zake zote? Hapo mkuu wa kitengo cha upelelezi aliyekuwa anashughulika na hili swala la kutekwa kwa Shamsa aliniuliza swali hilo ambalo liliwafanya watu wote kwanza wakae kimya, wakawa wananitazama huku akawa wanasubiria jibu la swali hili. Na mbaya zaidi ni kwamba ni watu wachache ndio wanaojua ya kwamba Don ni babangu mzazi na sio wote. Kwanza nilishusha pumzi nyingi sana huku nikimtazama kila mtu hapa ndani, na kisha nikaamua nidanganya. Nikasema kwamba bwana, mimi nilikuwa ni mfanyakazi wa Don miaka kadhaa iliyopita. Don alinipenda na alinichukulia mimi kama kijana wake wa kiume. Aliweza kunirithisha mali zake kisheria, kwa maana kwamba alikuwa na tatizo la saratani na alikuwa na kipindi cha kuishi. Aliweza kunipa kazi moja niifanye, ila kwa bahati mbaya ile kazi nilikiuka kuweza kuifanya. Hivyo uadui wangu mimi na yeye ukaanzia hapo. Don alianza kuniwinda na mwisho wa siku akafanya majaribio kadhaa ya kutaka kuniua. Alinipakazia kesi nzito ambazo kusema ukweli sikuwahi kuzifanya. Hapo jibu langu hili likamfanya mke wangu Jacqueline ashushe pumzi nyingi mno, kwa maana kwamba alihisi kwamba nitazungumza ukweli ya kwamba Doni ni baba yangu mbele ya huyu askari. Hata sikutaka kulizungumza hilo. Yule askari akasema okay, sawa. Na je, unafahamu walipo Doni kwa sasa? Nikasema sijui. Kwa nini haujui? Iko una hati za umiliki wa mali zake. Nikasema kamanda, nahisi utakuwa umemisi baadhi ya maneno niliweza kuyazungumza hapa. Nilikwambia alinirithisha kisheria, so mali zote zilikuwa ziko chini yangu na nilikuwa mwangalizi wa hizo mali. Hivyo nilishikilia hizo hati toka nilipokuwa naye, na zilikuwa kwa mwanasheria wangu. Huyo mwanasheria wako yuko wapi? Nikamwambia yuko Ufaransa. Hivyo mke wangu amekuja nazo kipindi anakuja hapa nchini Tanzania. Sawa. Sasa kama tukihitaji maelezo mengine zaidi, basi hatutosita kukuita kituoni bwana Rashidi. Nikamwambia shukrani afande kwa kushirikiana na sisi. Hatuna shukuru, basi tunawaomba sisi twende. Endapo kutatokea chochote msisite kutufahamisha, na namba zetu anazo Mr. hapa. Nikasema asante sana. Hao maskari wakaondoka nyumbani hapa, wakatuacha sisi wana familia. Sasa mamangu mzazi akasema inabidi jamani tusherekee kwa kurudi kwa mjukuu wangu. Mimi nikasema sawa. Niliamua kuunga mkono hili wazo. Mimi na mke wangu tukaelekea chumbani huku tukiacha maandalizi ya sherehe kuweza kufanyika. Mke wangu Jacqueline akaniambia, "Mme wangu, nimechoka sana." Nikamwambia pole mke wangu. Kazi uliyoifanya ni kubwa kwa kweli. Sio nyepesi mme wangu. Na lile jitu lilivyokuwa ilimenikamata. Nilihisi kwamba leo ndo mwisho wa maisha yangu. Bado Mungu anahitaji uishi, na ndio maana wewe haujakufa. Kwani saa ngapi sasa hivi? Nikamwambia saa 11 kasoro asubuhi.
tulale basi sasa, tumechoka. Baada ya kuoga kwa pamoja na kisha tulipanda kitandani, kutokana na uchovu mwingi nikawa wa kwanza mimi kupitiwa na usingizi. Msikilizaji, furaha na amani zilizidi kutawala katika hii familia yangu. Miradi yote ya biashara tulikuwa tumeianzisha nchini Tanzania tukiwa na rafiki yangu Shabani ilizidi kustawi, huku tukizidi kuwaajiri wa Tanzania. Chachu ya maendeleo ilizidi kuongezwa na mke wangu Jacqueline, ambaye kwa sasa nilikuwa nimempa jina la Mastermind, kwani kila alichokuwa nakipanga kwenye biashara kilikuwa kinakwenda vizuri kabisa. Hani, niambie mke wangu, nadhani sasa ni wakati wa kumtangaza mtoto kwenye mziki wake, kwa maana imepita miezi 6 sasa toka tukio la kutekwa kwake litokea. Hapo kwanza nikashusha pumzi huku nikimtazama Jacqueline usoni mwake. Nikamwambia, na vipi kuhusu masomo? Kumbuka huyu bado ni mwanafunzi. Mbona kwenye masomo anafanya vizuri tu mume wangu? Shams unajua ana akili nyingi sana. Tena sana. Hebu tumpatie nafasi ya kuweza kukikuza hiki kipaji chake. Hapo kwanza nikakaa kimya kwa sekunde kadhaa, kwa maana kwamba mimi ndo nilikuwa nimetoa pendekezo la Shamsa kusimama kwanza kimziki na akazani na masomo. Mume wangu, tuna pesa na tumewekeza sana hapa Tanzania. Ni nafasi ya mtoto wetu kuweza kujulikana nyumbani na huku duniani. Tayari nilishamfanyia juhudi za yeye kuweza kujulikana. Sasa hapa Tanzania kuna maproducer muziki wazuri kweli? Ndio hapo. Wewe umejuaje mke wangu, ili hali wewe sio Mtanzania? Samahani mume wangu, hatukukuambia hapo awali, ila tumekutana na producer mmoja mzuri sana, na yeye ndiye aliyeweza kumtafuta Shamsa. Hivyo tukazungumza naye, ila tukamweleza ya kwamba kwa sasa inabidi adili sana na masomo. Na kuomba mume wangu, hebu tumpe mtoto nafasi ya kufanya vizuri katika muziki wake. Okay, sawa mke wangu. Twende shuleni kwake tukamchukue. Sasa hivi? Ndio, tunampeleka studio. Na mimi nahitaji leo kumuona anakiimba. Okay, sawa mume wangu, dakika 5 ngoja basi nijiandae. Kweli msikilizaji, Jacqueline alijiandaa na kisha tukaondoka hili eneo na kuelekea katika shule anayosoma Jacqueline, ambayo ipo hapa jijini Dar es Salaam. Shule hii ni shule ya international wanayosoma watoto wa mabalozi, viongozi na watu mashuhuri. Ni shule ya bweni. Jamani, ila leo ni siku ya festival ya wanafunzi na Shamsa ni miongoni mwa watakaotoa burudani. Mwalimu mkuu alizungumza huku akiwa amejawa na tabasamu. Ilibidi muulize kwamba linaanza saa ngapi hilo festival mwalimu? Linaanza saa 8 mchana. Hapo nikaangalia saa yangu. Sasa hivi ilikuwa ni saa 8 kasoro mchana. Nikasema, vipi wazazi, tunaruhusiwa kuwepo? Ndio, mnaruhusiwa kuwepo kwa sababu hamkupata ujumbe wa kualikwa kwani? Tukasema si, hapana, tujapata. Tulituma kwa njia ya email mbona? Nikasema basi utakuwa umefikia ofisini. Je, tunaweza kuonana naye mtoto wetu? Ndio, basi ngojeni kwanza nikamwite. Nikasema sawa. Kwa kweli mwalimu mkuu akatoka ofisini hapa na baada ya dakika 5 akarudi akiwa ameongozana na Shamsa. Shamsa alikuwa amevalia nguo zake za shule. Tukasalimiana naye pale kwa kukumbatiana, kwa maana ya kwamba hatukumjulisha ya kwamba tunamtembelea, kwa sababu siku zote kabla ya kuja huwa tunawasiliana na walimu wake ndio tunakuja kumuona. Nilidhani ya kwamba mtokuja. Ndio tumekuja mwanangu. Vipi masomo? Jacqueline alimuuliza mtoto, na ndipo Shamsa akasema, masomo kwa kweli mama inaendelea vizuri. Kwenye testi za wiki hii umekuwa mtu wangapi? Kama kawaida baba, nimekuwa mtu wa kwanza. Safi sana. Kiukweli bwana, huyu binti yenu anafanya vizuri sana. Ana upeo mkubwa sana darasani. Na tulikana walimu wa taaluma tulijadiliana kuhusiana na swala la kumrukisha darasa. Tulikuwa tunasubiria hii sherehe ipite na kisha baada ya hapo tuwasiliane na nyinyi wazazi juu ya hilo jambo. Nikasema, mwalimu mkuu, hilo ni wazo zuri sana mwalimu. Na ukitegemea mwanangu tayari ameshakuwa ni binti mkubwa tu, kwa hata kama tukimvusha darasa moja sio mbaya.
Hapo nilizungumza huku nikiwa nina furaha kwa namna jinsi Shamsa anavyozidi kufanya vizuri darasani. Kiukweli kama mzazi nilikuwa najisikia faraja kubwa mno. Basi mimi nadhani itakapofika Januari wakianza masomo tutamrukisha darasa, ila tunaomba mumkazanie pindi atakapokuwa likizo. Nikasema hilo halina wasiwasi mkuu. Kweli tukatoka ofisini hapa na Shamsa na akatutambulisha kwa baadhi ya marafiki zake, na kisha wao walienda kujiandaa kwa ajili ya hiyo sherehe yao. Na sisi tuliingia ukumbini hapa, tukakaa upande wanaokaa wazazi. Tukaanza pale kushuhudia michezo mbalimbali iliyokuwa imeandaliwa na wanafunzi hawa, huku ikiwamo maigizo, mazingaombwe na ngoma pia za asili. Nikasema sijawahi kumshuhudia Shamsa akitoa burudani. Ndio utamwona leo mume wangu. Wewe subiri hapo uone. Alishawahi kupiga show hapa shuleni kwao kwani? Hapana. Hii ndio show yake ya kwanza. Ina maana kwamba wanafunzi wenzake hawajui kwamba yeye ni mwimbaji? Sidhani, ila kama wapo wanaojua watakuwa ni wachache. Wajanja wa kuingia katika mitandao. Na okay, sawa. Kweli bwana, baada ya burudani zilizokuwa zimetangulia, kisha zikafuata burudani za kimuziki, huku wanafunzi wakionyesha vipaji vyao vya kuimba. Walianza pale wanafunzi kadhaa wa kiume wakaimba pale. Sasa kuna mzee mmoja aliyekuwa amekaa pembeni yangu akasema, yule pale ni mwanangu. Alizungumza huku tukiwa tunamtazama kijana aliyekuwa anaimba huku akipiga gitaa. Nikasema wao, hongera sana mzee wangu. Nashukuru sana. Mwanangu huyu ni mwimbaji mzuri sana. Mzee huyu aliendelea kujigamba. Muda wa watoto wake kuimba ulipoisha, tukasimama sisi na kumpigia makofi. Mke wangu, mbona muda wa Shamsa kupanda jukwani haufiki? Nilimuuliza mke wangu Jacqueline kwa kumnongoneza. Akaniambia subiri mume wangu, muda wake utafika tu. Akaja mwimbaji mwingine akaimba kawaida tu na wala hata tukufurahia sana. Mabibi na mabwana, anayefuata sasa hivi ni Shamsa Rashidi. Hapo sasa Shamsa akawa ametangazwa. Mimi nikatoa simu yangu mfukoni nikaweka upande wa kamera tayari kwa ajili ya kumrekodi mwanangu. Shamsa akatoka akiwa ameongozana na wasichana wengine wawili huku akiwa amevalia sare zao za shule. Biti ya muziki ilianza pale kupigwa taratibu. Na biti hii ni moja kati ya muziki wake. Sasa kitendo cha Shamsa kuanza kuimba huku akicheza na wenzake, aisee, kila aliyopo humu ndani ya ukumbi alianza kushangilia na wengi walisimama wakawa wanampigia makofi. Mke wangu Jacqueline akaniambia, nilikwambia mume wangu una mtoto mwenye kipaji. Jacqueline ambaye ni mke wangu alizungumza huku akininong'oneza sikioni mwangu. Huyu binti yangu Shamsa, kusema ule kweli, ni msanii aliyekamilika, kwa maana ya kwamba alikuwa anaimba kwa sauti yake huku akicheza na sauti inasikika kabisa kwenye muziki uliokuwa umerekodiwa. Na ndio jinsi yani sijui nikwambiaje. Yani ana vipaji vyote, kuimba, kudansi, kucheza pale jukwani, anamiliki stage vizuri. Hadi muziki wake unaisha, wazazi na wanafunzi walianza pale kuomba arudie tena kuimba. Shangwe za watu mundani zikawafanya walimu kumpatia nafasi ya kuimba tena wimbo mwingine. Yule mzee alikuwa karibu yangu alionitambia kuhusu kijana wake, na mimi nikamwambia sikiliza mzee, yule sasa mimi ndo binti yangu anaitwa burudani pale mbele. Na mimi nikamtambia kama yeye alivyokuwa amenitambia. Na mimi nikamtambia, tutambiane sasa. Nikamwambia mzee, huyo mimi ndo binti yangu. Yule mzee akanitazama akasema kweli? Nikamwambia ndio. Mimi ndo Mr. Rashidi. Hapo sasa na mimi nikazungumza huku najitunisha yani. Hakuna kitu kizuri kwenye maisha kama mzazi akamshuhudia mtoto wake akifanya jambo zuri linalowafurahisha wengi. Shamsa alizidi kuwapagawisha mashabiki mpaka baadhi ya watu wakaanza kutoka mbele kwenda kumtunza Palela. Mimi na mke wangu Jacqueline nasi tukatoka mbele. Nikatoa pale kibunda cha noti za dola 100. Nikaanza pale kumtunza Shamsa huku Jacqueline naye akifanya hivyo hivyo. Shangwe ndo zikazidi kupamba moto mpaka mziki unaisha. Shamsa akanyosha pale mikono. Ikawa ni ishara ya kutukumbatia. Nikapiga pale magoti chini nikamkumbatia mwanangu Shamsa pamoja na mama yake Jacqueline. Shamsa akatuambia nawapenda sana wazazi wangu. Jacqueline alizungumza huku tukiwa tumekumbatiana hivi sisi watatu. Tukamwambia tunakupenda pia mtoto wetu na tunajivunia kuwa na wewe. Kwa leo kweli umenionyesha kitu ambacho sikuwahi kukiona kwenye maisha yangu. Hapo nilizungumza lakini machozi ya furaha yalikuwa yananilengalenga.
Akasema nashukuru sana baba na mama, nawashukuru. Mimi nikanyanyuka, nikamnyanyua mwanangu Shamsa na watu wakawa wanaendelea pale kupiga magoti. Shamsa akasema makofi kwa wazazi wangu, nawapenda sana baba na mamangu na Mwenyezi Mungu awape maisha marefu. Shamsa alizungumza kwa kutumia kipaza sauti na watu wakaendelea pale kutupigia makofi. Wa. Akatubusu mimi na Jacqueline katika mashavu yetu na kisha nikamshusha na tukashuka jukwani hapa, lakini tulikuwa tunafurahi, ilikuwa imetutawala kwenye mioyo yetu vibaya mno. Wazazi waliokuwa wamekaa karibu na sisi pale wakatupongeza, hongereni sana, hongereni. Tukasema tunashukuru. Majira ya saa 2 za usiku sherehe hii iliweza kutamatika, kwa tukapata nafasi ya kuzungumza sasa na Shamsa. Nikamwambia mitihani mnaanza lini mwanangu? Tunaanza Jumatatu ijayo. Okay, sawa. Sasa nimezungumza na mama yako na ameniambia kwamba mmepata producer atakayeweza kutengeneza muziki wako. Sasa sijajua kama umejiandaa. Baba, mimi nipo tayari kila wakati. Yaani hata sasa hivi ukisema niingie kurekodi studio mimi na record. Nikamwambia kweli binti yangu? Kweli baba. Sasa umeshaandika mashairi yako ya wimbo? Mme wangu, mtoto wako mashairi yake huwa haandiki kwenye karatasi. Mashairi yake huwa anatunga kichwani papo hapo. Na hata studio huwa hashiki kabisa karatasi. Nikasema yeye ni uwezo mkubwa sana huo. Nashukuru kwa hilo baba. Nataka niwape pesa zangu muende nazo. Nikamwambia kwani uwezo kutunza hapa shuleni? Hapana, utanibia. Kweli Shamsa akafungua begi lake, akatuonesha pale vibunda viwili vya pesa, huku kibunda kimoja kikiwa ni cha pesa za Kitanzania, huku kibunda cha pili kikiwa ni dola za Kimarekani. Nikasema hapa ni dola 6,000 na hizi ni milioni 3. Kwa hiyo kwa miziki miwili tu ndio umetengeneza hii pesa? Ndiyo baba. Si mlikuwa mnaona watu wanavyomwaga pale mapesa yao pale mbele? Aise, kweli inabidi tuwekeze kwako aise, tutapata mapesa mengi sana. Ndio hivyo baba. Sikiliza, nitakuingizia kwenye akaunti yako mwanangu, ila pesa ya matumizi si unayo? Ndiyo ninayo. Basi hakuna tatizo. Bibi na wadogo zangu kwani hawajarudi kutoka Paris? Bado hawajarudi, ila tunakusubiria wewe. Ufunge shule kabla Christmas, tutakwenda London na amini tutakutana nao kule. Sawa wazazi wangu, mimi nawapenda sana. Tukamwambia tunakupenda pia. Kweli tukakumbatiana na Shamsa na kisha tukaondoka shuleni hapa, huku tukiwa tuna furaha sana. Nikamwambia mke wangu, unajua leo nimeamini kwamba mwanangu ana kipaji cha kipekee sana. Ndio hivyo mume wangu. Mungu ametujalia kutupatia watoto wenye vipaji. Unajua Ara na mwenzie nao pia ni wachezaji mpira wazuri tu. Aisee, nakupenda sana mke wangu Jacqueline. Nakupenda pia. Na wewe pia una kipaji. Kipaji gani nilicho nacho? Kupigana na kunisurubisha mimi kitandani. Hiko nacho pia ni kipaji mume wangu. Kuna watu hawawezi kabisa hizo shughuli. Ila kweli aisee. Kwa kioo cha pembeni ya gari, niliona gari nyeusi ilikuwa inatufuatilia toka tulipokuwa tunatoka katika geti la shule ya Shamsa. Nikamuuliza mke wangu, hivi umeliona hilo gari jeusi nyuma kama linatufuatilia? Jacqueline akaniambia naliona. Nikajua hujaliona. Nikamwambia nimeliona. Sasa naona hawa panya wanatufuatilia. Sijui wanataka nini. Sijui. Mimi hapo nikasimamisha gari katika foleni na taratibu nikachomoa bastola niliyokuwa nimeiweka chini ya siti ya hii gari. Taratibu gari ambalo lilikuwa linatufuatilia lilisimama pembeni yetu. Kutokana na gari yangu ni bulletproof, sina hata wasiwasi wa aina yoyote. Kioo cha gari hili ambacho ni cheusi kikashuka chini taratibu. Ghafla ikachomolewa pale bunduki, akaanza kutumiminia risasi kwenye gari langu, jambo ambalo lilitufanya tushtuke, kwa sababu kipindi cha miezi 6 kimepita hatujakumbwa na janga la aina yoyote zaidi ya hili janga ambalo sasa ndo kama vile ndo limeanza tena upya. Hivi ni akina nani kwani hao mume wangu wanaotufuatilia? Jacqueline alizungumza huku akiwa amekunjua siti yake, na siti yake ilikuwa imelala kuelekea nyuma. Nikamwambia hata usiwe na shaka, gari hii ni bulletproof, hakuna risasi inayoweza kuingia, hata wapige risasi 200. Kweli? Nikamwambia ndio mke wangu, naomba uniamini.
Hapo nilizungumza huku nikitazama taa za barabarani na watu wengi walikuwa wamekimbia kwa ajili ya kuokoa maisha yao. Kitendo cha taa za barabarani kuruhusu magari yaondoke, nikaliondoa kwa kasi gari langu na kuwafanya watu hawa kutufuatilia kwa nyuma, huku wakiwa wanaendelea kutushambulia kwa risasi, jambo ambalo kwa kweli huu ni mpango wa kudhamiria kabisa. Yani walikuwa wamedhamiria. Uwezo wa gari langu uliweza kusaidia sana kuwaacha hawa jamaa kwa mbali kiasi, mpaka tukawa tumewapoteza hivi kidogo. Nikamwambia mke wangu Jacqueline, njoo endeshe hili gari. Nilimwambia Jacqueline, kwa tukapishana pale kwenye hizi siti, yeye akakaa katika hii siti ya udereva. Nikamwambia turudi tulipotokea. Nilizungumza huku nikitoa magazini ya bastola yangu. Jacqueline akafanya kama nilivyomweleza, akaigeuza hii gari. Hatukuchukua hata dakika hizo 2. Tukaliona gari la hao majambazi wanaotufuatilia lilikuwa linakuja usawa wetu kwa mwendo wa kasi mno. Mimi nikashusha kioo, nikajichomoza hivi kidogo, nikafyatua risasi kadhaa na zote zikapiga kioo cha mbele. Ikasababisha gari la hawa majambazi likayumba, likaenda likaingia katika mtalo pembezoni mwa barabara, likaanguka chali. Jacqueline akasimamisha hili gari yetu. Akaniambia kwa makini mume wangu. Nikamwambia okay sawa. Mimi nikashuka kwenye hii gari, nikaanza kutembea kwa umakini mpaka eneo kwenye gari ambalo ni la majambazi, ambalo lilikuwa limepata ajali. Lilikuwa limetumbukia kwenye karavati, yani kwenye mtaro. Nikamwona mmoja wa hao majambazi alikuwa anajivuta hivi ili atoke kwenye ile gari, lakini alikuwa amejeruhiwa vibaya mno kwenye mwili wake. Nikatazama ndani ya gari, nikaona watu wawili wakiwa wametulia tuli, nikawapiga risasi kuhakikisha kwamba wamekufa. Sasa jamaa huyu alikuwa anajivuta na buruza, nikamsogelea. Nikamwekea bastola kichwa, nikamwambia nani amewatuma? Nitajie nani amewatuma. Sasa nilipomuuliza yule jamaa akanitukana. Aliponitukana akanitemea na mate. Sasa alipotema mate maana alikuwa anatema tu damu mdomoni, maana damu ndo zilikuwa zinamtoka. Lakini kabla hajafanya jambo lolote nilimtandika risasi ya kichwa, kafa pale pale. Mafuta ya hili gari yalikuwa yamezagaa katika huu mtaro. Nikashuka kwa haraka ndani ya huu mtaro, nikampapasa jamaa mfukoni mwake, nikachukua simu yake ambayo ilikuwa imevunjika ya kioo. Kwa haraka nikatoka pale, kwa maana ya kwamba kuna baadhi ya cheche zilikuwa zinatoka katika hili gari. Kabla hata sijafika mbali, gari hili lilianza kuwaka moto na moshi likalipuka kabisa. Nikamwambia mke wangu Jacqueline, tuondoke. Nilizungumza huku nikiingia ndani ya hili gari, tukaondoka hili eneo kwa mwendo wa kasi mno. Jacqueline akaniuliza, kwani walikuwa wapo wangapi? Nikamwambia walikuwa wako 3. Nimechukua simu ya mmoja wao na naamini tutapata tu kitu kutoka kwao. Jacqueline akaniambia okay sawa mume wangu. Kwa tunaelekea wapi? Nikamwambia tunaelekea nyumbani. Nyumbani ni salama kweli? Nikamwambia ndio, ni salama kabisa. Hapana mume wangu, hebu tutafute kwanza hoteli mume wangu. Nikamwambia okay sawa mke wangu, hamna shida. Kweli tukatafuta hoteli moja hivi iliyopo maeneo ya pembezoni mwa bahari, na ilikuwa imetulia sana na ilikuwa ina ulinzi wa kutosha. Tukashuka katika gari, nikalikagua na madhara yalikuwa ni machache tu kwenye vioo ambavyo vilikuwa vimetoka nyufa ndogo zitokanazo na risasi zilizokuwa zinapiga. Akaniuliza vipi? Nikamwambia nilikuwa tunatazama hivi vioo vya hii gari. Aisee, singekuwa yani nawaza tu hapa mume wangu, ingekuwa ni gari ya kawaida leo hii tungekuwa tumeshakufa. Nikamwambia yani wewe acha tu. Hapo tukaingia eneo la mapokezini, tukalipia pale chumba na kisha tukaelekea chumbani kwetu. Simu yangu mimi ilianza kuita. Nilitoa mfukoni, nikaona ni namba ya Shabani ndiye alikuwa ananipigia. Kwa hiyo ilibidi nipokee. Nikamwambia hey Shabani, niambie. Sasa kaka, naona defender ya polisi mwanangu imekuja hapa nyumbani. Nikamwambia wanahitaji nini kwani hao? Wana shida kukuona wewe na nimewaeleza kwamba wanahitaji kitu gani, ila wameshindwa kabisa kunieleza. Okay sawa, nimekuelewa. Hebu nipe kiongozi wao niongee nao. Ndio, mimi ni afande wa usalama barabarani nazungumza hapa. Nikamwambia ndio afande, kuna nini kwani? Umeona kwenye video za CCTV kamera gari lako likishambuliwa eneo la mataa. Tunahitaji kufahamu kama upo salama au la. Nikamwambia baka naongea manake niko salama, ila kwa sasa siwezi kueleza kwamba niko wapi kwa sababu nahitaji kupumzisha akili kwanza, nitafakari lile tukio lilokuwa limetokea.
Vipi lakini hujaumia? Nikasema ndio afande, sijapata madhara yoyote. Okay, sawa, kesho asubuhi tunakuhitaji Central Police. Nikasema hakuna shaka, nitaripoti. Shabani akachukua ile simu kutoka kwa afande. Shabani akaniambia kaka. Nikamwambia nisikilize Shabani. Tulipokuwa njiani tulivamiwa ndugu yangu. Sasa jambo la kufanya, hebu hakikisha kwamba hapo nyumbani kunakuwa kuko salama. Bana, ni akina nani hao tena umewavamia? Nikasema sijafahamu, ila nahitaji unitafutie mtu wa IT asubuhi kabisa nionane naye atusaidie jambo. Sawa kaka, ila shemeji naye vipi? Nikasema yuko poa, mpambanaji wangu hana pressure kwa mashambulizi haya madogo tu. I say poa kaka. Nikamwambia okay poa, usiku mwema. Na wewe pia ndugu yangu. Hapo nikamkatia simu Shabani. Nikamwambia mke wangu Jacqueline, polisi wanatutafuta. Wameona gari yetu ilivyokuwa inashambuliwa kwenye video za CCTV kamera. Sasa mume wangu, wanataka nini? Ikiwa wao wakati tunashambuliwa waliona, badala kutusaidia walikaa tu kimya. Na ndo kwanza walikimbilia majumbani. Kwa sasa hivi wanataka nini? Ndo askari wa hii nchi mke wangu. Lakini muda mwingine wanaboa bwana, wanakera. Alafu hebu mpigie mwalimu wa Shamsa na umuulize hali ya mtoto inaendeleaje, kwa maana kwamba kama walikuwa wanatufuatilia kutokea shuleni kule, basi wanaweza kuwa wanamhitaji pia na mtoto. Alafu ni kweli ujue. Hapo nikampigia simu mwalimu wa Shamsa, nikamuulizia Shamsa yupo. Mwalimu akasema ngoja nimpigie matroni wao na kisha nitakupatia jibu muda so mrefu. Nikasema sawa, nashukuru mkuu. Kwa nikakata simu. Baada ya dakika kama 2 mkuu wa shule akanipigia tena. Nikamwambia ndio mkuu. Nimekuunganisha hapa na matron, unaweza kuzungumza naye na anakusikia. Nikasema matron, mimi ni mzazi wa Shamsa Rashidi. Sijui naweza nikazungumza naye mwanangu? Ndio niko naye hapa. Nikasema okay sawa. Shamsa, baba, vipi mmefika salama? Hapo niliweka simu loudspeaker ili na Jacqueline naye mke wangu asikie. Nikasema ndio mwanangu, tulifika salama na tunamshukuru Mungu kwenye hilo. Mwanangu vipi, umeshalala? Jacqueline alimuuliza Shamsa. Shamsa akasema ndio mama, tumeshakula na tupo bwenini tumepumzika sasa. Okay sawa, basi tukutakie usiku mwema. Na nyinyi pia wazazi wangu. Tunakupenda sana mtoto wetu. Na mimi nawapenda pia baba na mama. Shamsa akatubusu kama kaida yake na kisha akakata ile simu. Kwanza niseme asante Mungu, mtoto yuko salama. Sasa mume wangu, tutafanya kitu gani juu ya hili jamani? Kwa maana kwamba maisha haya ya kuindwa na hisi tulishayasahau. Tutamjua tu mhusika, wala hata usijali mke wangu. Kweli tukaagiza pale chakula cha usiku na tukaletewa pale hapa chumbani kwetu. Baada ya kula tukaoga, tukapanda kitandani. Kusema ule kweli, mimi usingizi ulikuwa hauko kabisa. Akili yangu ilikuwa inawaza ni nani mhusika wa tukio? Au mama Shamsa? Unajua nilikuwa nawaza huku nikimwaza mama Shamsa ambaye miezi michache nyuma tulikuwa tumekorofishana na aliniahidi atanifanyia kitu kibaya mno. Ila ningesema nitajua tu. Na kama mama Shamsa atataka vita na mimi, basi vita ameipata. Niliwaza kichwani mwangu lakini nilikosa majibu. Mawazo ya watoto wangu niliokuwa nimezaa kabla na baada ya kuwa na Jacqueline yakaanza kunijia. Nikawa na watafakari ni wapi naweza nikawapata watoto wangu. Inabidi wote sasa waweze kunitambua kama mimi ni baba yao. Hapo niliendelea kuwaza huku nikimkumbuka Fifi pamoja na Claudia. Ambapo nakumbuka kipindi nipo Lebanon, nilimwona akiwa ameongozana na mtoto anayefanania kabisa na mimi. Mwanga wa jua taratibu ulianza kutawala ndani ya hiki chumba. Nilishuka kitandani, nikatembea hadi pembezoni mwa dirisha hili. Nikafunua pale pazia kidogo, nikatazama mandhari ya nje ya bahari kubwa ya Hindi. Lakini ghafla mke wangu akatokea, akaniuliza umemkaje mume wangu? Alikuwa ni Jacqueline. Aliniuliza kwa sauti ya upole huku akiwa ameamka kitandani taratibu. Nikamwambia niko poa mke wangu. Vipi tupitie polisi au twende nyumbani kwanza? Mume wangu, ni bora twende nyumbani kwanza, tukabadilisha nguo. Nikamwambia okay sawa. Kweli tukakoga na tukaondoka hili eneo tukarudi nyumbani. Tulisalimiana pale na Shabani pamoja na mke wake.
Ilibidi muulize Shabani, vipi yule mtu wa IT amepatikana kaka ama? Ya, nimempata kaka, nimempata yule mtu wa IT. Nikamwambia okay sawa, mpigie simu aje fast hapa nyumbani. Kuna kazi nataka ifanye. Mwambie aje akiwa amekamilika kwa kila kitu. Sawa kaka, hamna shida. Kweli baada ya kama nusu saa, kijana anayeshughulika na masuala ya IT alifika nyumbani hapa. Tukakaa katika kibanda cha kupumzikia na nikamkabidhi pale simu niliyokuwa nimeichukua kwa jambazi aliyekuwa anatushambulia. Nikamsikiliza kijana. Nahitaji kujua nini kilichopo ndani hiyo simu. Si itawezekana? Kaka, itawezekana 100%, inawezekana kabisa. Nikamwambia okay poa, kazi kwako, fanya hivyo. Kweli bwana. Kijana huyu alianza kazi yake huku tuko kimya mimi na Shabani. Tukiwa tunamtazama tu namna alivyokuwa na minya pale button katika laptop yake. Alafu kisha akasema boss, nikamwambia ndio. Bwana, kwenye hii simu nimekuta namba moja tu na hakuna picha, hakuna chochote zaidi ya hii namba. Hapo huyu dogo wa IT akatugeuzia laptop yake. Tukaitazama hiyo namba. Nikasema mbona hiyo namba sio ya Tanzania? Ni kweli kaka, hii namba ni ya nchini Pakistan. Nikasema Pakistan? Unaweza kujaribu kuipiga kwa kutumia simu hiyo hiyo? Ndio kaka, inawezekana. Kijana huyu akafanya anachokijua, akapiga hii namba ya Pakistan. Sote tulijikuta pale tunashangaa mara baada ya kusikia kwamba namba hiyo imefungiwa. Nikamwambia unaweza kuomba kwa mamlaka ya Pakistan ukajua hiyo namba ni ya nani? Kaka, ngoja nijaribu kuhaki huu mtandao. Nikamwambia mtandao wao kwani unaitwaje? Unaitwa Mobilink. Inawezekana kweli kuhaki? Kaka, najaribu kujua ni nani anaitumia hii namba. Nikamwambia okay sawa kijana, fanya kazi yako. Naombeni kwanza kikombe cha kahawa. Shabani akasema sawa. Kwa Shabani akanyanyuka akaelekea ndani kumchukulia kahawa huyu kijana ambaye anaonekana ni mtu makini sana na kazi yake. Shabani akarudi hapa akiwa na kikombe cha kahawa na kisha akamkabidhi huyu kijana. Yule kijana akapiga pale fumba moja la kahawa, kisha akaendelea kusema kwamba system zao ni ngumu sana kaka, ila naweza nikatumia njia nyingine. Nikamwambia njia gani? Hata nikiwaeleza mtu elewa, ni masuala ya kitaalamu zaidi. Nikamwambia okay sawa, wewe tufanikishe tu hilo jambo kwa njia yoyote ile ambayo unaijua. Kaka, hivi kituoni utakwenda saa ngapi? Shabani aliniuliza hili swali. Nikamwambia sijajua, kwa maana kwamba wanazingua sana hao maskari wetu. Unajua kaka, jamaa wako walokuvamia unahisi ni Waafrika ama? Ndio ni Waafrika, ila kwa kuangalia ni kama Waafrika Kusini hivi. Kwani ndugu yangu Rashidi, wewe una adui ambaye yuko Afrika Kusini? Nikasema sijui ndugu yangu. Alafu mimi sina maadui sasa hivi mbona? Wakati naongea na Shabani tukamsikia yule kijana wa IT pale na guna. Tukamuuliza wewe vipi? Ngojeni kwanza. Vipi, umefanikiwa? Ndio nimefanikiwa, ila ngojeni kwanza nihakikishe, kwa maana kwamba sihitaji kutoa kazi ya uongo. Nikamwambia dogo, unaitwa nani? Naitwa Freddy. Ndio okay sawa. Kweli baada ya dakika kama 5 Freddy akatutazama huku akiwa anatuangalia. Nikamuuliza ni nani ambaye anatumia hiyo namba. Freddy akatugeuzia laptop yake. Macho alinitoka kwa mshangao, moyo ulinishtuka, kwani katika watu ambao niliwasahau kabisa kwenye maisha yangu ni yule Rais Obote wa DRC Congo, na namba inaonyesha kwamba imesajiliwa kwa jina lake na alama zake za vidole. Baada ya kujua tu hili nikatambua kwamba kwa sasa sipo salama kabisa. Mimi na familia yangu tuko hatarini. Huyu jamaa nilimsahau kabisa. Nikasema kwa nini ananifuatilia? Huyu jamaa mimi ananitafuta nini huyo? Nilizungumza hivyo huku nikimtazama Shabani machoni mwake. Shabani akasema sasa kaka, itakuwaje? Nikasema naombeni kwanza nielekee polisi. Hapo nilizungumza hivyo huku kichwa kikiwa kimejaa mawazo yani. Shabani akaniambia twende wote kaka. Sasa dogo, tutakapokuhitaji basi tutakupigia simu. Poa kaka, hamna noma. Ndugu, kwani kuna haja kuaga? Hamna bwana, tusiage. Kweli tukaingia ndani ya gari tukaondoka nyumbani hapa, huku Shabani akiwa ndio dereva.
Tulifika kituo kikuu cha polisi hapa jijini Dar es Salaam. Nilikutana na askari mpelelezi alikuwa anafuatilia kesi ya kutekwa kwa mwanangu Shamsa. Akatukaribisha pale. Mimi nikaingia ndani moja kwa moja ningekuwa kwenye chumba na huyu askari, tukawa tumeongozana mpaka kwenye chumba kimoja hivi. Akawasha pale TV. TV hiyo ilikuwa ipo ofisini hapa. Tukaanza kutazama video ilikuwa inaonyesha namna majambazi walivyotushambulia katika mataa. Na baada ya tukio lile, afande huyu akasimamisha ile video. Akaniuliza kwamba hiyo imetokea jana usiku majira ya saa 3 kasoro. Majira ya saa 4 hivi tukapokea ripoti kwamba gari hiyo imeanguka mtaroni na kulipuka. Sasa nina maswali machache dhidi yako juu ya hili jambo. Nikamwambia ndio afande, na kusikiliza. Unaweza kuwafahamu hawa watu ni akina nani? Nikasema hapana, siwafahamu kabisa. Ni miezi 6 sasa toka litokee tukio la kutekwa kwa binti yako Shamsa, si ndio? Nikasema ndio. Na hukutaka kutushirikisha polisi moja kwa moja na ukafanikiwa kumwokoa wewe na mke wako. Kwenye hili tukio la jana usiku, hujalitolea ripoti kituo chochote cha polisi zaidi tu ya sisi kukutafuta wewe. Sasa tunapata maswali mengi sana dhidi yako Bwana Rashidi, na tukitazama rekodi zetu za nyuma zinaonyesha kwamba ulichawahi kukumbwa na tuhuma za ujambazi kwenye duka moja la Kariakoo kipindi ulipokuwa mlinzi katika mitaa ya huko Kariakoo, wewe na wenzako. Na askari polisi walishambuliwa na wakafa, ila wewe ulipona na unajua ulichokifanya. Na pia miaka 2 mbeleni ulikamatwa Rashidi na kitengo cha NSS na ukasemekana kwamba wewe ni gaidi. Sasa hapo tumepata rekodi yako ya maisha ya nyuma kwenye kipindi cha hiyo miaka 2. Kwa hiyo rekodi yako na historia yako na haya matukio yanayoendelea yanatutia wasiwasi juu yako. Afande huyo aliongea na kisha kaminya remote yake. TV ilianza kuonyesha baadhi ya picha kipindi nikiwa katika jeshi la waasi nchini Kongo lililokuwa linaongozwa na rais wa sasa ambaye ni Rais Obote. Huyu askari akaendelea kuniambia, wewe ulikuwa ni third commander kwenye jeshi la waasi nchini Kongo ambao walihusika katika kupindua nchi, kumtesa rais, kuua na kuiteketeza kikatili familia ya rais aliyekuwa madarakani. Sasa tukiachana na hayo, pia hizi ni rekodi zako za mapigano kipindi ukiwa ni mwana wa masumbwi, na mapigano yako yalikuwa ni kupigana hadi mmoja afe. Je, unatuaminishaje kwamba hawa wanaokuinda wewe na familia yako ni watu ambao wewe huwajui? Hapo kwanza nilishusha pumzi huku nikimtazama huyu afande. Nikasema mimi siwajui, na ningekuwa na wajua ningeweza kutoa ripoti polisi haraka iwezekanavyo. Na isitoshe kwamba mimi ni mtu tajiri, hivyo wanaweza kuwa wananivamia kwa sababu ya kutaka pesa zangu. Nilipotoa maelezo hayo, huyu askari akaminya pale remote, akanionyesha pale miili iliyokuwa imeungua na moto. Akasema katika hii miili ya hawa watu au majambazi hawa, japo iliteketea kwa moto, ila tumegundua kwamba tumeikuta na mabaki ya risasi. Inavyoonyesha ni kwamba uliwavamia na ukawadhibiti wewe mwenyewe. Je, wewe unamiliki silaha? Nikamwambia hapana. Sasa hawa watu ilikuwaje mpaka wakapata ajali na wakafa kwenye hili eneo na miili yao ina mabaki ya risasi? Nikamwambia samahani afande, naweza nikakuuliza? Ndio, unaweza tu kauliza. Hivi kama ningekutwa mimi ndo nimekufa, mngetoa statement gani kwa familia yangu pamoja na jamii? Hapo afande huyo alikaa kimya huku akinitazama kwa macho, yani ananitazama machoni mwangu sana. Mimi nikamkazia macho na mtazama yeye. Nikamsikiliza afande. Kwenye lile eneo la mataa pale kuna kituo cha polisi pale na kuna askari wenye silaha. Kwa dakika kama moja hivi mvua ya risasi ililindima kwenye gari langu. Jambo la kumshukuru Mungu ni kwamba gari langu aliingiza risasi, ila kama lingekuwa linaingiza risasi sasa hivi nisingekuwa mimi nazungumza na nyinyi hapa. Je, wale askari wa pale kituoni walirespondi kwa lolote? Je, askari hawakusikia milio risasi kwenye lile eneo? Na mbaya zaidi, majambazi walitumia AK47 na SMG kunishambulia kwenye gari langu. Kwa unataka kuniambia kwamba askari nao pia walijificha
wakiacha kamera zirekodi tukio, na mwisho wa siku badala ya kufukuzia gari langu na gari la majambazi, mnakuja kukimbilia nyumbani kwangu kuangalia kama nimefika au sijafika. Kwa hivyo ndivyo mnavyopaswa kuweza kufanya kazi. Mnakimbia eneo la tukio na kwenda sehemu salama kama kwangu, sio maana yake. Hapo nilipomuuliza haya maswali yangu yalimfanya huyo afande akae kimya huku akinitazama machoni mwangu. Nikamwambia, sikiliza afande, mnafanya kazi kimazoea. Mnashindwa kuwa katika muda. Nilihisi ya kwamba mmeniita hapa na kuniambia kwamba tumeweza kuwajua wahusika ni kina nani na walitumwa na nani. Ila mkiniuliza kama mimi nawajua, ikiwa mimi ndo nimevamiwa, basi ujue mimi siwajui. Au mlitaka nishuke kwenye gari niwaulize kwamba nyinyi ni akina nani na kwa nini mmenipiga risasi? Sina maana yake afande, ndicho ambacho nakimaanisha? Hapana, simaanishi hivyo. Nikasema basi kama ni hapana, basi mimi ninawaomba sana tena sana, rekodi ya maisha yangu ya nyuma isiwachanganye, kwani hadi kuwa uraiani leo inamaanisha kwamba mimi ni msafi. Naomba mniite pale mtakapokuwa na uhakika ya kwamba mmempata aliyewatuma wale watu kuja kunivamia. Ila sasa wahusika wamekufa na kuungua kwa moto, hivyo tunashindwa sasa kuzipata sura zao. Nikasema ila hizi CCTV kamera hazikuweza kurekodi eneo la mbele kioo cha gari. Kina weusi na mbaya zaidi kulikuwa ni usiku, hivyo hapakuwa na uwezo wa kuweza kujua. Nikasema gari mmeijua ni la nani, si ndio? Zile plate number zipo kwenye usajili wa mamlaka ya usajili. Nikasema basi hakuna kesi. Ila wewe na familia yako hamtakuwa salama. Nikasema hilo nalijua na nitailinda familia yangu kwa uti na uvumba. Ngoja nikwambie jambo moja afande, ukae ukilijua. Wewe ni mwanaume na mimi pia ni mwanaume. Tumeumbwa kuwa viongozi na walinzi wa familia zetu. Yeyote anayejaribu kuweza kuingia na kuipuru familia yetu, ni lazima tuwe wakali kama mbogo. Yaani kama mbogo aliyojeruhiwa. Haijalishi una uwezo au hauna uwezo, utapambana ili mradi familia yako iweze kuwa salama. Si ndivyo hivyo afande ama? Ndio, ni kweli kabisa. Basi yote tunafanya kwa ajili ya familia zetu. Kwa nakuomba mimi nikapumzike. Mkinihitaji mimi nitakuja na wala sitojificha kuweza kuogopa mikuuawa na hawa watu. Kama watataka pesa, waje mimi nitawapa. Na kama wanahitaji roho yangu, watambue kabisa kwamba ukimwona nyani amezeka, basi tambua kabisa amekwepa mishale mingi. Mimi nikutakia asubuhi njema afande. Hapo nikanyanyuka kwenye kiti, nikatembea mpaka mlangoni na kisha nikasimama. Nikasema fanyeni kazi kwa weledi. Wananchi wanawategemea sana. Hapo nikafungua mlango nikatoka ndani hapa na moja kwa moja nikaelekea kwenye gari nikaingia ndani. Shabani akaniuliza, "Wewe kaka, imekwaje?" Nikasema wananioji maswali ya ajabu ajabu, ni upuuzi mtupu, yani mpaka najuta kupoteza muda wangu kuja huku. Kwani unasemaje kaka? Nikasema sijui bwana. Eti wewe unawajua wahusika na ajali? Na ndo swali waloniuliza hilo. Yaani unakosa kuzungumza jambo la msingi, wanaanza kunisomea risala pale ya maisha yangu ya nyuma. Hebu tuende kwanza kwa Karo mara moja. Sawa kaka, mna shida. Kweli tukaondoka hili eneo, nikampigia simu Karo, nikamuuliza Karo uko wapi? Akasema niko nyumbani mume wangu. Nikamwambia nakuja. Karibu. Basi kweli mimi nikamkatia simu. Shabani akaniuliza, hivi shemeji Karo anajifungua lini? Nikamwambia umebaki kama mwezi hivi au siku kadhaa. Na shemeji Tina? Nikamwambia naye yupo karibuni kuweza kushusha mzigo. Aise kaka, tunategemea kupata vianko viwili msimu huu wa sikukuu. Nikamwambia ndio hivyo ndugu yangu. Mwenyezi Mungu awajalie tu wazaliwe salama. Hivi kaka, hadi leo Jacqueline hajui chochote juu ya hawa wanawake? Nikamwambia hajui chochote, ila cha kwanza watoto wazaliwe na kisha nitamueleza ile swala. Hapo kaka, mna noma. Kweli tulifika nyumbani kwa Karo, akatukaribisha huku tumbo lake likiwa ni kubwa kweli kweli. Nikamuuliza mbona limekuwa kubwa hivyo? Nilimuuliza Karo huku nikimbusu mdomoni mwake na kisha nikalibusu tumbo lake. Akasema wewe acha tu, nimechoka, natamani siku zifike tu mimi nishushe huu mzigo. Karo alizungumza huku akiwa amekaa kwenye moja ya sofa. Shabani akamtania pale shemeji yake kwa kumwambia, mkurugenzi kitambi manager. Karo alicheka akasema bwana, sitaki utani wako shem, karibu bwana. Nashukuru sana shemeji, unaendeleaje? Hivyo hivyo kama unavyoniona. Mwenzako hapa ndo amenishibisha na anaruka tu. Siku nikimhitaji anadai kwamba yupo nyumba kubwa. Mimi pale nikapotezea imara, nikamweza kwani dada yuko wapi?
Nilipotezea hiyo mada alikuwa anataka kuianzisha Karo, kwa maana ya kwamba kwa kipindi kadhaa nimekuwa ni mtu wa kubanobanwa sana na banwa sana na Jacqueline, na huwa kila tulipokuwa tunakwenda pamoja, na yote hiyo ni kutokana na biashara zetu kutanuka sana. Karo akaniambia kwamba dada wa kazi amekwenda sokoni, ila muda sio mrefu anarudi. Nikasema siku hizi unakula vizuri sasa hivi na si chewi ile, namshukuru Mungu kusema ile kweli. Nikamwambia okay, sawa. Ghafla hapo tukasikia mgurumo wa gari nje. Nikasema ndio huyo nini anarudi. Karo akasema kweli dada wa kazi aliingia ndani hapa huku akiwa amebeba vitu alivyokuwa amekwenda kununua sokoni. Akatusalimia na kisha akaelekea jikoni. Karo akaniita kwamba Rashidi, njoo mume wangu. Mimi hapo nikanyanyuka, nilimshika mkono Karo, nikamnyanyua kwenye sofa. Tulianza kupandisha ngazi kuelekea gorofani. Nilimwacha Shabani ambaye amekuwa akimendea sana dada wa kazi, na alishatueleza juu ya hilo, na hata kuondoka kwetu hapa tulikuwa tumeondoka kumwachia hiyo nafasi. Sisi tukaingia chumbani, tukajilaza pale kitandani. Karo akaanza kuniambia na hamu sana na wewe mume wangu, ila kwa hali hii nilionayo nikamwambia tuwezi kufanya, usije ukapata matatizo. Alafu hivi unajua kwamba Obote bado ananifuatilia? Obote anakufuatilia? Anakufuatilia kivipi? Nikamwambia jana alituma watu wake ili waje kuniua, na kwa bahati nzuri nilitoka na ile gari yangu kubwa ambayo haiingizi risasi. Nikamwambia ndio mke wangu. Yaani hadi sasa hivi ninawaza na kuwazua nimfanye nini Obote. Ila Obote si alikubali matokeo ya kwamba mimi ni wa kwako, na nilishamwambia kwamba mimi nina ujauzito wako, na kama hamini nikamtumia mpaka picha. Ulimtumia picha za nini? Za tumbo langu ya kwamba mimi ni mjamzito. Ulimtumia lini? Nika wiki sasa kamepita. Unajua alikuwa ananisumbua sana, na sijui ni nani aliweza kumpatia namba yangu. Yaani alikuwa ananiboa sana hadi nikamblock kila sehemu, ila bado alikuwa anaendelea kunisumbua. Kwa ndio unataka kwamba aliamua kutuma watu ili wakuue. Inawezekana ujue, lakini sikujua kama anaweza kufanya maamuzi ya kipumbavu kama hayo. Ngoja sasa nimchambe, nimpe vidonge vyake. Hebu achana naye kwa sasa, kwa sababu hali yako hiyo sitoruhusu uweze kufokeana na mtu mpumbavu kama huyo. Okay, sawa bebila. Atazoea ujue nikimkalia kimya. Kwa mfano lingekuwa gari la kawaida, ingekuwaje? Wewe ungekuwa umeshauawa. Ndio sasa hivi ningekuwa ni marehemu, ila najua nini cha kumfanya. Na umejuaje kwamba ni yeye? Nilichukua simu ya mmoja wa majambazi alowatuma, tukakuta namba ni moja tu ambayo inatokea nchini Pakistan, na tulivyo idadisi tukaja kujua kwamba imesajiliwa na yeye, inamilikiwa na yeye. Hiyo namba yenyewe ni hii hapa. Karo alizungumza kwa kinaonyesha namba hiyo ambayo ndio namba tulikuwa tumeikuta kwenye simu ya yule jambazi. Nikamwambia namba ndio hiyo. Na kwa nini anaitumia namba ya Pakistan? Kwa sasa yuko Pakistan huko likizo Pakistan. Hajaona nchi nyingine ya kwenda kula hiyo likizo yake mpaka Pakistan. Unajua kuna jambo nyuma ya hiyo likizo, kwa maana kwamba haiwezekani rais akaacha nchi za starehe kama Marekani na akaenda likizo eti Pakistan. Imeanza lini? Sasa hivi ana kama siku ya 10 hivi. Yuko Pakistan sehemu gani? Karachi. Nahitaji kwenda huko Karachi. Kufanya nini sasa mume wangu? Huyu mpuzi nikimwacha ipo siku ataweza kutudhuru. Anaweza kukudhuru wewe pamoja na mwanangu, au unataka yawe mambo ya kama ya Doni hapa sema nake? Mume wangu, unajua hiyo ni hatari unachotaka ukifanya. Hatari gani ikiwa yeye mwenyewe ndo ameanzisha hii vita? Kwani mimi nilianzisha vita? Kwani mimi nilitaka kugombana naye? Si yeye mwenyewe ndio amefanya mashambulizi ili minife. Najua kirudi nchini kwake Kongo itakuwa ni ngumu sana kwa mimi kuweza kumuua. Rashidi, unajua unanichanganya. Kwa mimi nitabaki na nani mume wangu kama ukifa huko? Nitamueleza nini mwanangu? Ataziona picha zako tu ama ni vipi? Najua unajisikia vibaya mke wangu, ila nahitaji kufanya jambo dhidi ya hili jambo. Kwa sawa, unataka kufanya jambo gani? Ila kama unataka kufanya ila sio kwa sasa basi. Muda ndio huu mke wangu. Niamini mimi ni professional. Nahitaji kwenda kumnyosha huyu mpozi. Hapo Karo alinitazama machoni mwangu huku akiona wasiwasi. Nikamwambia niamini tafadhali mke wangu.
ninajua nini ambacho ninakwenda kukifanya. Tafadhali mke wangu, nakuomba uniamini. Kitu gani unachohitaji nikusaidie? Karo, nahitaji umpigie simu sasa hivi huyo Obote. Mimi nimpigie simu? Nikamwambia ndio. Jaribu kumpetipeti ili ufahamu jambo moja tu. Ni kwa kipindi cha muda gani atakuwa huko Karachi? Okay, sawa. Karo alichukua simu yake na kisha akampigia Rais Obote. Akaniambia inaita. Nikamwambia weka loudspeaker. Kweli Karo akaweka pale loudspeaker, tukasikia pale sauti ya Obote ikisema, halo mrembo wangu, mrembo ya roho yangu, naona leo umenitafuta. Nimekutafuta mpenzi, natarajia kujifungua wiki ijayo, ila nataka nikishajifungua tu niweze kuja kuishi na wewe huko. Kweli mrembo, huko kweli unasema kweli? Ndio. Naona mwanaume nilinaye sio sahihi. Toka amenipatia ujauzito amenikimbia, hanijali. Najuta, sijui hata ni kwa nini kipindi kile sijakubali kuolewa na wewe. Mimi nilikwambia mrembo, yule mwanaume ni malaya. Kwanza mimi ndo nilimpa nafasi ya pili ya kuishi kwenye dunia. Alikuwa maporini huko misituni. Sasa hivi angekuwa ameshaliwa na wanyama wakali. Sawa mpenzi, niambie basi, hivi upo huko hadi kipindi gani? Nina masiku mengi tu bado. Niambie muda gani maalum upo huko? Nipo kama mwezi 1.5 hivi. Okay, sawa baby, ila basi naomba unisamehe kwa kukujibu vibaya. We wala hata usijali. Najuaga mwanamke akiwa mjamzito ni lazima awe kwenye hali ya hasira. Hivyo wala hata we usijali. Nashukuru kwa hilo, nakupenda sana Obote. Karo alizungumza kwa sauti ya kimahaba, sauti iliyojaa ushawishi mkubwa mno. Lile jamaa likaingia kwenye 18, likaanza kusema, nakupenda pia mpenzi wangu, nasubiri ujifungue, kisha nakutumia ndege ya private ije kuchukue Tanzania ikulete huku nilipo. Nashukuru sana mume wangu kipenzi, nashukuru kwa kunijali. Kukujali wewe ni jukumu langu, mtoto mzuri, ndio maana hadi leo bado nakupenda sana. Asante Obote. Karo alikata simu huku akitabasamu, kwa maana kama ni mtego tuliokuwa tumeweka umeshafanikiwa katika hizi siku ambazo Obote atakaa nchini Pakistan, basi atajuta ni kwa nini ameanzisha hii vita, na nitahakikisha anarudishwa nchini kwake Kongo akiwa yuko ndani ya jeneza. Karo, unajua unanisikiliza sana kwa kila kitu ambacho nakwambia, na ndio maana nakupenda sana. Hapo msikilizaji, nilizungumza huku nikiwa nimejawa na furaha ya ajabu mno. Kuwa makini Rashidi, huyu mtu sio mzuri, ni mtu hatari sana. Karo, usijali kuhusu mimi. Huyu mtu amenichokoza, na hata mfuata Doni alipokwenda. Alafu aliniambia jambo moja ambalo nahitaji kuweza kufahamu ukweli. Ukweli juu ya nini? Anadai kwamba wewe ndio umehusika katika kumuua kakaangu. Hapana. Kakaako Mheshimiwa Rais alikuwa na maadui wengi, japo nami nilikuwa ni adui yake, ila sikufanikiwa kumuua. Hivi ni kweli? Haki ya Mungu Karo, wewe unajua ni mara ngapi kaka yako amejaribu kuniua? Amenitendea maovu mengi sana. Ni kwa nini nilipokuwa Madagascar sikumuua? Si ningemuua, ila niliamua kumsamehe na kuachana naye. Okay, sawa mume wangu, nakuamini sana. Nakuamini sana kupita mtu yoyote kwenye hii dunia. Karo, usijali, ila nakuomba hii kazi nikaifanye kabla mtoto wetu hajaweza kuzaliwa. Niambie utarudi salama? Mungu ni mwema, nitarudi salama, kwa sababu nimepitia mambo mengi sana Karo, mambo ambayo yalihatarisha mpaka maisha yangu, ila namshukuru Mungu ya kwamba nimerudi salama. Hivyo mke wangu wala hata usijali. Okay, sawa mume wangu, lakini kuwa makini. Nashukuru sana. Tukakaa nyumbani hapa kwa Karo hadi majira ya 2 za usiku, na kisha ndo tukaondoka. Sasa ikabidi nimuulize Shabani, oya vipi yule house girl, mtoto wa vipi, amekukubali nini? Oya mwanangu, mtoto kanikubali. Oya nimempigia mabusu mwanangu, sio poa. Ila Shabani, kaka, yani ingekuwa sio uwepo wenu, wami yule nilikuwa napiga leo. Ila sikiliza Shabani, kuwa makini. Si unajua kuwa ma house girl hawa so wagumba kabisa hawa. Yani wao ukigusa tu wanashika mimba hata za Bluetooth, yani hata akiwa iko mbali hivi inashika faster mno. Kaka. Wewe cheka tu ndugu yangu, ila Shabani mimi nakwambia ukweli, hakuna house girl ambaye ni mgumba. Yani ukipiga tu ndugu yangu hata chia mbali mimba inanasa.
Usijali kaka, nimekuelewa. Kweli tulifika nyumbani na baada ya kupata chakula cha usiku kwa mara ya pili, kwa maana kwamba tayari tulikuwa tumeshakula kwa Karo, ila hapa tuwezi kukataa chakula kilichoandaliwa na mke wangu, chakula ambacho kimeandaliwa pamoja na shemeji yangu. Mimi na Jacqueline tukaaga pale na tukaondoka hili eneo tukaelekea chumbani kwetu. Jacqueline akaniuliza, vipi mume wangu, umeweza kweli kufahamu ni nani mhusika? Nikamwambia ndio mke wangu. Mhusika ni nani? Nikasema Obote, yule rais wa Kongo, yule ambaye ulikuwa katika jeshi lake. Nikasema ndio. Sasa kwa nini anataka kukuua? Hapo nilishusha pumzi nyingi na kisha nikamtazama mke wangu usoni mwake. Nikamwambia, sikiliza Jacqueline, kipindi nipo kwenye jeshi lake huyo Obote, kuna vitu tulipishana na niliamua kuondoka kwenye jeshi lake. Ninahisi vile vitu hadi leo mwenzangu bado anaviendeleza. Vitu gani? Jacqueline aliponiuliza hilo swali nikakaa kimya kwa sekunde kadhaa, kisha nikamshika mikono Jacqueline huku nikimtazama usoni mwake. Nikamwambia, sikiliza mke wangu, unajua wakati wa kupindua serikali ya Kongo iliyopo madarakani tulifanikiwa kukuta sehemu ya madini Ikulu, madini ambayo hapo awali nilimshauri Obote ayatumie katika kuimarisha uchumi wa nchi yake ya Kongo na hakikisha kwamba anatoa huduma bora kwa wananchi wake. Ila mwisho wa siku amefanya nchi ya Kongo imekuwa ni sehemu ya kula tu bata. Wananchi wake wanaishi tu kwa shida mno. Umaskini umekithiri zaidi ya vile hata ilivyokuwa awamu iliyokuwa imepita. Na swala hili la madini wala hawafahamu watu, wanafahamu watu wachache sana. Mimi pia ni mmoja wao ninayefahamu hiyo issue, na wanajeshi wake wachache ambao kwa sasa wanaitumbua nchi kisawasawa, wanakula nchi vibaya mno, lakini wananchi wanalia njaa. Mtu ambaye sipo kwenye huo mpango ni mimi, na anavyohisi ni kwamba mimi naweza nikatoa siri kwa watu wake, na anahisi kutaweza kuendeshwa mapinduzi mengine, na anavyoniona mimi nimekuwa tajiri, basi anahisi kabisa mimi naweza nikafanya hujuma kwenye nchi yake. Ila mume wangu, mbona baadhi ya viongozi wa Afrika ni matayara sana? Yeye mwenyewe ameingia madarakani kwa mtutu. Sasa badala ya kwenda sawa, ya kuyaweka sawa yale ambayo aliona hayaendi sawa, yeye anaamua tena kuitumbua nchi, anakula tu, anakula mali za nchi. Ndio viongozi wetu wa Afrika wengi wako hivyo, wanajali kwanza maslahi yao. Na mbaya zaidi ni kwamba yeye Obote na yule rais wa hapa walikuwa ni pete na kidole, yani marafiki sana. Hivyo anavyonishutumu kwamba nimemuua rafiki yake, yani kama vile nimemuua wakati mimi hata sijamuua. Kwa sasa na yeye ndo anataka kuniua mimi. Hivi mume wangu, Kongo ilikuwa ni koloni la Ufaransa, si ndio? Unaje mimi nikaomba msaada kwenye serikali ya nchi yangu ya Ufaransa, tukampindua na akasimamishwa mtu ambaye wananchi wanamtaka? Tukifanya hivyo tutaanzisha vita kuu ya 3 ya dunia. Kwa nini, ikiwa taifa lenyewe ni taifa maskini? Ila lina washirika wa ndani na nje ya Afrika. So hawatakubali kumwona Mfaransa anarudi pale kuchukua nafasi. Na kama Mfaransa atarudi, basi hawa washirika wanaweza kumtetea. Wanaweza kumtetea Mkongo, na wakimtetea sio watamtetea tu kwa maneno, watamtetea kwa mitutu. Na ukumbuke ya kwamba Mfaransa ana marafiki na yupo kwenye G8. Kwa sidhani hizo nchi kama zinaweza kumwacha mshirika mmoja akashambuliwa. Kwa hiyo mwisho wa siku mambo yanakuwa ni makubwa kwa ajili tu ya mpumbavu mmoja. Hapo nimekuelewa mume wangu. Sasa tunafanyaje? Kwa taarifa za upelelezi wangu nilizozifanya kwa siku nzima, nimeweza kugundua kwamba Obote yuko Karachi likizo. Karachi hiyo si Pakistani hiyo? Ndio mke wangu. Na namba ambayo ilitoa oda kwa mmoja wa majambazi ni namba kutoka nchini Pakistan. Hivyo ni jambo ambalo linapaswa kuweza kulishughulikia kimya kimya. Yes, alituma watu huku, basi mimi nitakwenda kule kumsaka yeye, wala sitotuma mtu. Mume wangu, sitaki kuniambia kwamba unataka kuniacha. Unataka tena kupotea tena mume wangu, si ndio? Siwezi kukuacha mke wangu. Niangalie. Ninakupenda sana Jacqueline, na ninafanya hivi kwa ajili yangu wewe pamoja na mtoto wetu. Piga picha jana. Tungekuwa tupo kwenye gari ya kawaida, ingekuwaje zile risasi ambazo tulimiminiwa? Tungefanyaje mke wangu? Hebu fikiria hilo jambo kidogo, na kisha uniambie watoto tungewaacha kwenye mazingira gani ikiwa bado ni wadogo.
Hapo msikilizaji, nilizungumza kwa sauti ya upole na yenye hisia kali, huku viganja vyangu vikiwa vimeshika mashavu ya Jacqueline. Nikamwambia, sikiliza Jacqueline, mke wangu, tambua ninakupenda na ninakuhitaji kwenye maisha yangu Jacqueline. Nahitaji tuishi kwa furaha, tucheke kama hii miezi 6 iliyopita. Ila sasa kwa bahati mbaya hatujafanikiwa kuishi kwa furaha namna hiyo. Tafadhali mke wangu, nakupenda sana. Nimekuelewa mume wangu, nakuomba uwe makini. Usijali, nitakuwa makini tena sana. Sasa tunafanyaje? Nawaza kwenda Pakistani kuifanya hii kazi. Unataka kwenda hivyo? Kivipi unamaanisha? Yaani hivyo na sura yako hiyo halisi, ikiwa mtu unayekwenda kumuinda ni mtu ambaye anakujua. Kwa hiyo unataka niendaje? Nakushauri mume wangu, badilishe sura yako. Inabidi uibadilishe hata muonekano wako tu. Muonekano wangu kivipi yani? Mimi nina wazo. Mama, nakusikiliza. Ukishabadilisha muonekano wako wa sura, unakuwa kwenye muonekano wa kishehe. Yaani kama unavyojua Pakistani ni nchi ambayo ni ya dini ya Kiislamu. Ningependa kuongozana na wewe, ila sura hiyo wakishaiona mimi ni mzungu, wote wanawaza kwamba ni Mmarekani. Na kama unavyojua Mmarekani na Pakistani ni kama paka na chui. Ya, naelewa. Hivyo cha kufanya hapo mume wangu, ukiingia kwa staili hiyo, nina imani kazi yako itakuwa ni nyepesi sana. Ukiingia kama shehe. Na ndio maana nakupenda sana mke wangu. Hebu simama. Hebu vua nguo zako. Haya. Sasa unatazama nini? Mbona nimevua nguo zote? Nataka hiyo 6 pack iondoke kwa muda. Kivipi? Sijakuelewa. Ukiwa kwenye mfumo huo wa kimazoezi, watakuhisi wewe ni mtu fulani. Haya, huyo unayemfuata huyo sijui Obote atakuwa huko nchini Pakistani kwa kipindi gani? Kama mwezi. Basi tuna wiki nzima kufanya maandalizi. Sasa hivi nataka utumie akili yako kuliko nguvu nyingi. Usimcheleweshe kama ulivyofanya kwa Don na yule rais. Okay, sawa mke wangu. Wewe ndo mastermind wangu, nakusikiliza. Ninachokihitaji kitu kimoja tu, uhakikishe kwamba unanenepa kidogo, alafu unakuwa na kitambi cha kuzunguka kwenye kanzu. Kitambi cha kuzunguka kwenye kanzu ndio kipo vipi? Mbona sijakuelewa? Utaona mume wangu, yaani kuanzia hivi sasa utakuwa unakula chakula ninachokihitaji mimi, na ndani ya wiki utakuwa umeshanenepa. Sasa nikishanenepa nitapambana vipi na adui yangu? Uwezo wako kupambana uwezi kupotea, kwa sababu unaweza kupambana hata kama utakuwa utakuwa kibonge. Ujuzi ni ujuzi tu. Kazi ya kunenepa hiyo itaanza kesho. Okay, sawa mke wangu. Una mtu kule nchini Pakistan? Ngoja kwa nimuulize baba. Kweli Jacqueline alimpigia simu baba yake video call na tukamsalimia pale kwa pamoja. Baba, hivi una rafiki yoyote ambaye yuko nchini Pakistan? Ndiyo, ninao marafiki zangu mashehe ambao ni wafanyabiashara. Hapo mke wangu huyu Jacqueline alimweleza baba mkwe mpango wetu na kile kilichokuwa kimetokea. Baba mkwe akasema, aise, inabidi tumshughulikie huyo jamaa. Ndiyo baba, ila ninataka kuweza kumshughulikia mimi mwenyewe pasipo kumwingiza mtu yoyote kwenye hili jambo, na wala kutumia watu wengine, kwa sababu mimi ndo mtu pekee ninayemjua na ni mtu ambaye ameanzisha yeye mwenyewe haya mambo. Sawa sawa kijana. Basi mimi nitakutambulisha kwa rafiki yangu mmoja, ni imamu wa msikiti mmoja hivi. Hivyo pia ni mfanyabiashara. Utakapokuwa tayari basi mtaniambia, nitawapa maelekezo ya kufika kwake, na usisahau kwamba nchi hiyo sio salama. Nikamwambia usijali baba, mimi nitahakikisha ninafanya kila linalowezekana, kila kitu kwenda vizuri. Okay baba. Hapo tukaagana na baba mkwe. Nikamtekenya kidogo Jacqueline, nikamfanya ruke. Jamani baby, nikamwambia mimi naam na wewe mke wangu. Kweli? Nikamwambia ndio. Hapo nikamnyonyo Jacqueline, nilianza pale kumpiga mabusu, tukaanza pale kuziparangua nguo zote za ndani. Kwa muda mfupi tu tukajikuta tukiwa tumezama ndani ya penzi nzito, huku kila mmoja kimburudisha mwenzake. Utaratibu mpya wa kujinenepesha ukaanza rasmi. Kila siku Jacqueline alikuwa ananipikia pale mavyakula ambayo ndani ya siku 3 tu nikajikuta nikianza kuona mabadiliko yaani nikaanza kujikuta mimi ni mnene. Ndani ya siku 5 mwili wangu wa mazoezi ukapotea, kitambi kikaanza kuchomoza. Siku ya 7 mwili wangu ukawa ni kibonge na kilo zikaongezeka, kutokana na kwamba yani nilikuwa na kilo 70 kama na 2 hivi, nikajikuta kilo zipo sijui 80 na ngapi zinakaribia 90.
Daktari maalum kutoka nchini Ufaransa alifika nchini na mimi na Jacqueline tukampokea uwanja wa ndege na tukarudi naye nyumbani. Yule daktari akasema, Mr. umenenepa bwana. Nikasema, ni mama bwana hapa ananipikia mapochopocho. Wow, ni jambo zuri sana, ila kuwa makini na miili. Si unajua mwili wako ni mkubwa, sio mzuri sana kwa mwanaume kuwa hivyo. Nikasema ndio daktari, naelewa. Kutokana na kwamba tulishamweleza daktari ni operation gani tunahitaji, hivyo akawa ameshajiandaa kwa kila kitu. Kazi ya kuitengeneza sura ya bandia ikaanza. Baada ya sura hii kuweza kukamilika ya bandia, ikaanza operation maalum ya kunibadilisha sura, ambapo sura hii ya bandia ilikuwa imepandikizwa juu ya sura yangu halisi. Baada ya siku moja, sura hii ya bandia ikawa imeshashika vizuri kabisa kwenye sura yangu, na ukinitazama hivi huwezi kujua kama ni kwamba nimeweka sura bandia. Tukamlipa daktari kiasi kilichokuwa kimesalia na akarudi zake nchini Ufaransa. Kutokana na pesa inaweza kumfanya mtu akakufanya chochote, hivyo halikuwa jambo gumu kuanza kupata uraia wa nchi ya Nigeria pamoja na hati ya kusafiria nchi Nigeria, na jina nalo pia nilikuwa nalitumia ni jina la Selemani Iwobi. Yaani unaweza kadhani kwamba mimi ni Nigeria. Shamsa kaniambia, baba unaonekana kama vile sijui nini, yani limwili hilo. Shamsa alinitania kwa maana ya kwamba tayari naye alikuwa ameshamaliza mitihani yake na walikuwa wamefunga shule. Nikamwambia, hivi kweli kwa hiyo mimi nimenenepa, nimekuwa bonge? Ndio. Hivi baba unamjua msanii Harmonize? Nikamwambia unamjua. Basi umekuwa kama Harmonize, ili mwili limekujazia kaa tembo. Nikamwambia haya bana. Sasa Shabani akaniambia, wewe kaka, nimepata ndege ya saa 8 usiku inayoondoka nchini Tanzania. Shabani alizungumza huku akiwa ameshika tiketi ya ndege nilikuwa nimemwagiza kwenda akate. Nikamwambia pia huo ni muda mzuri tu kwa safari. Ni muda mzuri wa safari kaka. Katika kipindi kizima nimeshafahamu ni hoteli gani ambayo Obote na watu wake wanaishi nchini huko Karachi. Katika hoteli hiyo hiyo ya kifahari nimeshaweka booking ya chumba kimoja. Jacqueline ambaye ni mke wangu akaniambia, naomba hii kazi uimalize kwa haraka mume wangu. Nikamwambia usijali mke wangu, itakwisha kwa haraka. Nakupenda mume wangu. Nikamwambia nakupenda pia mke wangu. Majira ya saa 8 za usiku walinisindikiza uwanja wa ndege, huku nikiwa nimevalia kanzu nzuri nyeupe, huku chini nikiwa niko na cobas. Kichwani nilikuwa nimevalia barakashea iliyokuwa imenikaa vizuri. Na katika sura yangu hii ya bandia kuna ndevu nyingi zilizokuwa zimepandikizwa na dokta, na hivyo nikaonekana kama nina ndevu halisi. Kifupi sura yangu ilikuwa imebadilika. Miwani yangu midogo ya macho kwa kweli ilikuwa inaonyesha mimi ni mtu wa dini, na kwa kulithibitisha hilo mkononi mwangu nilikuwa nimeshika tasbih, yani kama vile wanavyofanyaga watu walioishika dini vizuri. Nikaagana pale na familia yangu na kisha nikaelekea eneo la ukaguzi, huku nikiwa nina kibegi changu kidogo chenye kanzu 2, suruali 2 na t-shirt 2. Basi bwana, nikafanikiwa kupita kwenye eneo hili la ukaguzi bila mtu yote kuweza kufahamu chochote. Nikaingia ndani ya ndege, nikitafuta siti yangu, nikakaa dirishani. Katika siti ya pembeni yangu alikaa mwanamama mnene hivi kiasi. Kwa nikajikuta na banana naye. Yule mwanamama akaniambia pole. Mwanamama huyu alizungumza huku akitabasamu kwa maana kwamba anajua kabisa ubonge wetu huu unatufanya hizi siti ziwe hazitutoshi. Nikamwambia hata usijali mama. Tukaomba pale kufunga mikanda ya siti zetu, na mimi nikafunga pale mkanda wa siti yangu. Taratibu ndege ikaacha ardhi ya Tanzania na kupaa angani. Nikasema, Mwenyezi Mungu niongoze kwenye hii kazi. Nataka iwe ndo kazi yangu ya mwisho. Nahitaji mimi na familia yangu tuishi kwa amani na tusikumbwe na lolote. Acha nikamalize huyu adui wa mwisho. Niliomba kimoyomoyo, japo naenda kuua, lakini nilimwomba Mungu. Unaelekea nchi gani? Eti wewe shehe. Huyu mama alizungumza kwa kitabasamu. Nikamwambia, mimi naelekea Pakistan. Sawa, na mimi pia naishi hapo Ethiopia. Nikamwambia okay sawa. Naitwa Mariam. Nikamwambia nashukuru kukufahamu Mariam. Na wewe unaitwa nani? Nikamwambia mimi naitwa Sheikh Suleiman. Una jina kama la festiboni wangu. Nikamwambia kweli ndio, unajua festiboni wangu mimi anaitwa Suleiman. Ni miongoni mwa makamanda wa jeshi la Umoja wa Mataifa lililopo nchini Pakistan. Mwanamama huyo alikuwa ni mwongeaji sana kiasi kwamba sasa mengine nikawa hata sijamuuliza, yeye anayezungumza tu. Nikawa namuitikia tu okay sawa. Sawa. Na leo nimezungumza naye, ameniambia wapo kwenye mafunzo ya kijeshi pamoja na jeshi la rais wa Kongo, na yeye pia
huyo rais wa Kongo anaitwa Obote yupo kwenye mafunzo hayo. Hivyo kijana wangu amejisikia furaha sana kuonana na huyo rais. Unajua, kwanza nikamtazama huyu mama hapo nikatabasamu, ila laiti kama ingejua mimi nakwenda Pakistani kwa ajili ya kumuua huyo Obote rais wa Kongo, wala singeropoka kiasi hiki, kwani yoyote ambaye atanizuia mimi kumuua rais Obote haisena kula naye sani moja. Sasa bwana, kwa muonekano mpya wa Rashidi, je, atajulikana kama ni yeye? Na je, atafanikiwa kwenda kumpata huyo rais wa Kongo Obote? Bwana, usikose kufuatilia kisa hiki cha kusisimua kinachochukua Rise Up katika sehemu inayofuata. Itakuwa ni sehemu ya 26. Asante, tukutane katika sehemu inayofuata tuone kama hii mission ya huyu kijana Rashidi itafanikiwa au ndo utakuwa mwisho wake yeye wa maisha yake. Yote kwa yote, ukweli wote tutapata kujua katika sehemu ya 26. Kwa sasa niseme asante na kwaheri.